Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa ya Amerika ya Kusini hayapo tayari kutawaliwa na Marekani. Rais wa Colombia Gustavo Petro ameonya utawala wa Marekani dhidi ya kujaribu kulenga dola katika Amerika ya Kusini, na wameitaka Washington kuendeleza mazungumzo badala ya kuingilia kijeshi. Matamshi ya Petro yanakuja baada ya Marekani kuingilia kati Venezuela mwezi Januari, wakati majeshi ya Marekani yalipomkamata Rais Nicolas Maduro katika uvamizi wa Caracas, na huku kukiwa na onyo la mara kwa mara kutoka kwa Washington, huku uwezekano wa mabadiliko ya serikali nchini Cuba yakitajwa. Amerika ya Kusini sio nchi za kutekwa, Rais wa Colombia alisema katika mahojiano na shirika la habari la Politico yaliyochapishwa mnamo Alhamisi. Ninaamini kwamba kuna watu katika serikali ya Marekani ambao wanafikiri sawa, kwamba badala ya kuweka himaya ambayo wa Cuba daima wanajikomboa wenyewe, kinachohitajika ni kuanzisha mazungumzo kati ya Amerika kujumuisha Cuba katika ulimwengu wa nishati safi, Petro alisema. Mkuu huyo wa nchi pia alitoa shutuma kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa zamani wa Trump na bilionea Elon Musk. Aliwashutumu wote wawili kwa kuendeleza maono ya ustaarabu mweupe wa Kikristo wa Kimagharibi, na akaonya dhidi ya kujaribu kufufua zama za vita vya msalaba, akisema maneno kama hayo yanaweza kusababisha kiwango kikubwa cha vurugu katika kila jamii. Zaidi ya Venezuela, Washington imepanua operesheni zake za kijeshi katika eneo hilo chini ya bendera ya kupambana na magendo ya madawa ya kulevya. Vikosi vya Marekani vimefanya operation nchini Ecuador na kutishia hatua kama hiyo nchini Mexico, huku pia vikianzisha mashambulizi mengi dhidi ya meli zinazoshukiwa kusafirisha mihadarati katika bahari ya Caribbean na bahari ya... Licha ya mvutano huo, Bogota imeendelea kuratibu na Washington katika juhudi za kukabiliana na mihadarati. Mapema mwaka huu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Colombia imesema nchi hizo mbili zimekubaliana kuchukua hatua za mapema na za pamoja dhidi ya vikundi vya waasi wanaosafirisha cocaine na wanaofanya kazi kwenye mpaka na Venezuela. Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ilisema ripoti za kuongezeka kwa shinikizo la Marekani kwa Cuba ni za kutisha sana, hasa kufuatia kukamatwa kwa Maduro. Wizara ilisema vitendo kama hivyo vinawakilisha ukiukwaji usiokubalika wa uhuru wa serikali. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov alisema kutekwa kwa Maduro ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, na akasisitiza wito wa Moscow wa kuachiliwa kwake. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amesema siku ya leo kwamba nchi hiyo imeanzisha mazungumzo na serikali ya Marekani katika mzozo wa vikwazo vilivyowekwa na Marekani vya muda mrefu, hasa vya kuzuia nchi hiyo kupata nishati ya mafuta. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.